Je, ni kweli kwamba wanaume wenye majina yanayoanza na herufi I ni waoga? Hili ni swali ambalo huibua mijadala mingi katika jamii. Wapo wanaoamini kuwa herufi ya jina inaweza kueleza tabia ya mtu, lakini je, hilo ni kweli? Karibu sana kwenye Moyo wa Malezi, mahali tunapojifunza kwa upendo na ukweli ili kuwajenga watoto wetu kuwa watu wenye maadili mema na maisha yenye mafanikio. Leo tutachunguza mada hii kwa utulivu na kisha tutakushirikisha majina 50 mazuri ya watoto wa kiume yanayoanza na herufi I pamoja na maana zake zilizofafanuliwa vizuri. Kumbuka, tabia ya mtoto hujengwa zaidi na malezi, mazingira, elimu na maamuzi yake kuliko herufi ya jina lake. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama utakuwa haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya watoto wako na kwa ajili ya jamii nzima. Kaa nasi hadi mwisho, huenda ukapata jina zuri kwa mtoto wako au ukajifunza jambo litakalosaidia kuwalea watoto kwa busara zaidi. Karibu na tuanze. Jina la kwanza ni Isaac. Maana ya Isaac ni anayecheka au furaha. Mtoto mwenye jina hili huwakumbusha wazazi umuhimu wa kuishi kwa matumaini na kuleta furaha katika familia. Jina la pili ni Ibrahim. Maana ya Ibrahim ni baba wa mataifa mengi, jina linaloashiria uongozi, imani na kuwa baraka kwa wengi. Jina la tatu ni Ismaili. Maana ya Ismaili, Mungu amesikia. Hukumbusha kwamba Mungu husikia maombi na kilio cha watu wake. Jina la nne ni Israeli. Maana ya Israeli ni anayeshindana pamoja na Mungu au Mungu hushinda. Ni jina la ujasiri, uvumilivu na kutokata tamaa. Jina la tano ni Isa. Maana ya Isa ni jina la Nabii Isa ambaye kwa Wakristo ni Yesu. Katika Uislamu tunasema Isa. Hili linahusishwa na upendo, huruma na amani. Jina la sita ni Ian. Maana ya Ian, Mungu ni mwenye neema. Huwakumbusha watoto kuthamini neema na wema wa Mungu. Jina la saba ni Ivan. Maana ya Ivan, Mungu ni mwenye fadhili. Jina hili linaonyesha unyenyekevu na shukrani. Jina la nane ni Idris. Maana ya Idrisi ni mwenye maarifa au anayejifunza. Huwahamasisha watoto kupenda elimu na hekima. Jina la tisa ni Imran. Maana ya Imrani ni maendeleo na ustawi. Huashiria familia yenye mafanikio na matumaini. Jina la 10 ni Elias. Maana ya Elias, Mungu ndiye Bwana wangu. Ni jina linalohamasisha uaminifu na imani. Jina la 11 ni Ilfan. Maana ya Ilfan ni maarifa, uelewa na kina na heshima. Jina hili humaanisha mtu anayependa kujifunza, kutafuta ukweli na kutumia busara katika kufanya maamuzi. Ni jina linalowakumbusha wazazi kuwalea watoto wapende elimu na maarifa. Jina la 12 ni Isani. Maana ya Isani ni wema, ubora na kufanya mema kwa moyo wote. Isani ni jina linalosisitiza umuhimu wa kutenda mema kwa uaminifu na upendo. Humfundisha mtoto kuwa mwenye huruma, mkarimu na anayewajali wengine. Jina la 13 ni Ikbal. Maana ya Ikbal ni mafanikio, ustawi na bahati njema. Jina hili huashiria matarajio ya mafanikio katika maisha. Huwatia moyo watoto kufanya kazi kwa bidii, kuwa na malengo makubwa na kutokata tamaa wanapokutana na changamoto. Jina la 14 ni Ikram. Maana ya Ikram ni heshima, ukarimu na kuwathamini wengine. Mtoto mwenye jina hili hukumbushwa umuhimu wa kuwaheshimu watu wote bila ubaguzi. Pia humtia moyo kuwa mkarimu na kushiriki alichonacho kwa moyo wa upendo. Jina la 15 ni Ishak. Maana ya Ishak ni furaha, kicheko na baraka. Jina hili linahusishwa na furaha
Wazazi wengi ulichagua kama ishara ya shukrani kwa zawadi ya mtoto na matarajio ya maisha yenye amani na baraka. Jina la 16 ni innocent. Maana ya innocent ni asiye na hatia, mwenye moyo safi na mwaminifu. Ni jina linalosisitiza usafi wa moyo, ukweli na uadilifu. Humkumbusha mtoto kukua akiwa mkweli, mwadilifu na mwenye heshima na maadili mema. Jina la 17 ni Iskandar. Maana ya Iskandar ni mtetezi wa watu na kiongozi mwenye ujasiri. Jina hili huonyesha nguvu ya kulinda wengine na kusimamia haki. Humtia moyo mtoto kuwa jasiri, mwenye kuwasaidia wanyonge na kutumia uwezo wake kwa manufaa ya jamii. Jina la 18 ni Evil. Maana ya Evil ni mpiganaji mwenye nguvu na uthabiti. Jina hili linaashiria mtu anayekabiliana na changamoto bila kukata tamaa. Humfundisha mtoto kuwa mvumilivu, jasiri na mwenye moyo wa kupambana hadi afikie malengo yake. Jina la 19 ni Even. Maana ya Even ni rafiki wa kweli na mwaminifu. Ni jina linaloonyesha uaminifu, upendo na kujenga mahusiano mazuri. Humkumbusha mtoto kuwa mtu anayeheshimu urafiki na anayekuwa msaada kwa wengine. Jina la 20 ni Isaya. Maana ya Isaya, Mungu ndiye wokovu. Jina hili lina asili ya Biblia na hubeba ujumbe wa kumtegemea Mungu katika kila hatua ya maisha. Huwahimiza watoto kukua katika imani, matumaini na maadili mema. Jina la 21 ni Immanueli. Maana ya Immanueli, Mungu yu pamoja nasi. Jina hili lina ujumbe wa faraja, matumaini na uwepo wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Humkumbusha mtoto kukua akiwa na imani kwamba Mungu humuongoza na kumlinda katika kila hatua ya maisha. Jina la 22 ni Imani. Maana ya imani ni uaminifu na uadilifu. Ni jina linalosisitiza umuhimu wa kuwa mwaminifu kwa Mungu na kwa watu. Humtia moyo mtoto kuwa mkweli, mwenye maadili mema na anayetimiza ahadi zake. Jina la 23 ni Imadi. Maana ya Imadi ni nguzo, msaada au tegemeo. Jina hili humuonyesha mtu anayekuwa nguzo ya familia na jamii. Huwakumbusha wazazi kumlea mtoto awe mwenye kuwasaidia wengine na kuwajibika na kusimamia uimara wakati wa changamoto. Jina la 24 ni Ezudin. Maana ya Ezudin ni utukufu wa dini. Ni jina linalohusisha na heshima, uchaji wa Mungu na maisha yenye maadili. Humuhimiza mtoto kuishi kwa uadilifu na kuwa mfano mwema katika jamii. Jina la 25 ni Iadi. Maana ya Iadi ni msaada, nguvu na uungwaji mkono. Jina hili humaanisha mtu anayekuwa msaada kwa wengine. Humfundisha mtoto umuhimu wa kushirikiana, kusaidiana na kujenga umoja katika familia na jamii. Jina la 26 ni Ihabu. Maana ya Ihabu ni zawadi au kipawa kutoka kwa Mungu. Jina hili humkumbusha mtoto kwamba kila maisha ni zawadi yenye thamani. Pia humtia moyo kutambua vipaji vyake na kuvitumia kwa manufaa ya wengine. Jina la 27 ni Isamu. Maana ya Isamu ni mlinzi na mtetezi. Ni jina linaloashiria ujasiri wa kulinda haki na kuwasaidia wanaohitaji msaada. Humtia moyo mtoto kuwa mwenye huruma, haki na uwajibikaji. Jina la 28 ni Itesamu. Maana ya Iteshamu ni heshima, hadhi na utukufu. Jina hili linaonyesha mtu anayejiheshimu na kuwaheshimu wengine. Humfundisha mtoto kwamba heshima ya kweli hutokana na tabia njema, unyenyekevu na uadilifu. Jina la 29 ni Izhar. Maana ya Izhar ni kuonyesha uwazi, kufichua ukweli. Jina hili huhamasisha watoto kuwa wakweli, wasioogopa kusema ukweli, kwa hekima na wanaopenda uwazi katika maisha yao. Jina la 30 ni Ikram. Maana ya Ikram ni ukarimu, heshima na kuwathamini wengine. Ni jina linalobeba maadili ya upendo na ukarimu. Humuhimiza mtoto kukua akiwa na moyo wa kutoa, kusaidia na kuwaheshimu watu wote bila ubaguzi. Jina la 31 ni Ijaz. Maana ya Ijaz ni
kuthamini maisha yake, kutumia vipaji vyake vizuri na kuleta mabadiliko chanya kwa wengine. Jina la 32 ni Ibsam. Maana ya Ibsam ni tabasamu na furaha. Licha ya kutumika zaidi kwa wasichana katika baadhi ya tamaduni, linaweza pia kutumiwa kama jina la kipekee. Linawakumbusha wazazi kulea mtoto mwenye uso wa furaha, anayependa amani na anayewafariji wengine kwa tabasamu lake. Jina la 33 ni Itram. Maana ya Itram ni heshima kubwa na adabu njema. Jina hili linafundisha umuhimu wa kuwaheshimu wazazi, walimu na jamii kwa ujumla. Mtoto anayelelewa katika misingi ya heshima hujenga mahusiano mazuri na huwa mfano wa kuigwa. Jina la 34 ni Inam. Maana ya Inam ni neema, zawadi au baraka. Jina hili humaanisha kwamba mtoto ni zawadi ya thamani kutoka kwa Mungu. Humtia moyo kukua akiwa na moyo wa shukrani na kutumia baraka alizopewa kuwasaidia wengine. Jina la 35 ni Israel. Maana ya Israel ni azimio, msimamo na kutokata tamaa. Jina hili humuhimiza mtoto kuwa na malengo makubwa na kutokata tamaa anapokutana na changamoto. Mafanikio mengi hupatikana kupitia uvumilivu na bidii. Jina la 36 ni Ifam. Maana ya Ifam ni uelewa, busara na hekima. Ni jina linaloonyesha uwezo wa kuelewa mambo kwa kina kabla ya kufanya maamuzi. Humfundisha mtoto kuwa msikivu, mwenye fikra pana na anayependa kujifunza. Jina la 37 ni Ikhlas. Maana ya Ikhlas ni uaminifu, unyoofu na usafi wa moyo. Jina hili linafundisha kufanya mema kwa moyo wa dhati bila kutafuta sifa kutoka kwa watu. Humjenga mtoto kuwa mwadilifu na mwenye maadili mema. Jina la 38 ni Ishfaq. Maana ya Ishfaq ni huruma, upendo na kujali wengine. Ni jina linalowakumbusha wazazi kumlea mtoto mwenye moyo wa huruma, anayewasaidia wenye uhitaji na anayethamini utu wa kila mwanadamu. Jina la 39 ni Ilfat. Maana ya Itfat ni kujali, kuthamini na kuwapa wengine umuhimu. Jina hili humuhimiza mtoto kuwa msikivu kwa mahitaji ya wengine, kuwa mnyenyekevu na kujenga mahusiano yenye upendo na heshima. Jina la 40 ni Izan. Maana ya Izan ni utii, nidhamu na mwenendo mwema. Jina hili linaonyesha umuhimu wa nidhamu na kuwajibika. Humtia moyo mtoto kukua akiwa mtiifu, wa maadili mema, mwenye heshima na anayefanya maamuzi yenye busara. Jina la 41 ni Ishan. Maana ya Ishan ni mwenye mafanikio, utajiri na ustawi. Jina hili linaashiria matarajio ya maisha yenye maendeleo na mafanikio. Huwakumbusha wazazi kumlea mtoto anayethamini elimu, bidii na uadilifu, kwa kuwa mafanikio ya kweli hutokana na juhudi na tabia njema. Jina la 42 ni Indival. Maana ya Indival ni baraka na uzuri wa kipekee. Jina hili humaanisha mtu wa thamani na mwenye sifa nzuri. Humtia moyo mtoto kujiamini, kuthamini utu wake na kutumia vipaji vyake kuleta manufaa kwa familia na jamii. Jina la 43 ni Irineo. Maana ya Irineo ni amani. Jina hili linamuhimiza mtoto kuwa mpenda amani, msuluhishi wa migogoro na mtu anayejenga umoja. Amani ni msingi wa familia na maendeleo. Jina la 44 ni Isandro. Maana ya Isandro ni mlinzi wa watu. Jina hili humuonesha mtu kuwa anajali usalama na ustawi wa wengine. Humuhimiza mtoto kukua akiwa jasiri, mwenye huruma na tayari kusimamia kutetea haki. Jina la 45 ni Ishmael. Maana ya Ishmael, Mungu husikia maombi. Jina hili linawakumbusha wazazi na watoto umuhimu wa kumtegemea Mungu katika kila hali. Pia humfundisha mtoto kuwa na imani, subira na matumaini hata katika nyakati ngumu. Jina la 46 ni Ifeanyi.
Maana Ifeanyi ni hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Jina hili lina asili ya Kiafrika, linatoka katika asili ya Igbo na hubeba ujumbe wa matumaini makubwa. Humtia moyo mtoto kuamini kwamba kwa juhudi, imani na msaada wa Mungu anaweza kufikia malengo yake. Jina la 47 ni Ikena. Maana ya Ikena ni nguvu ya baba. Ni jina linalosisitiza uimara, ujasiri na uwajibikaji. Humkumbusha mtoto kukua akiwa tegemeo la familia na mwenye nidhamu na anayewajali wengine. Jina la 48 ni Ifelowa. Maana ya Ifelowa ni upendo wa Mungu. Jina hili humkumbusha mtoto kwamba upendo wa Mungu ni wa thamani kuliko kitu chochote. Humhimiza kuonyesha upendo, huruma na msamaha kwa watu wote. Jina la 49 ni Ifechuku. Maana ya Ifechuku ni nuru na upendo wa Mungu. Ni jina linalobeba matumaini na baraka. Humfundisha mtoto kuishi maisha yanayoangaza kwa matendo mema, uaminifu na kuwahudumia wengine kwa moyo wa upendo. Jina la 50 ni Izochuku. Maana ya Izochuku, Mungu ndiye mwongozo wangu. Jina hili linahitimisha orodha wa ujumbe mzito wa kumtegemea Mungu. Humhimiza mtoto kukua akiwa na maadili mema, kufanya maamuzi ya busara na kutembea katika njia ya haki na upendo. Tumefika mwisho wa video yetu leo. Tumeona kwamba hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha kuwa wanaume wenye majina yanayoanza na herufi I ni waoga. Tabia ya mtoto haijengwi na herufi ya jina lake, bali hujengwa na malezi bora, maadili mema, upendo wa familia na mazingira yanayokulia. Kama wewe ni mzazi au unatarajia kupata mtoto, kumbuka kwamba kumpa mtoto jina zuri ni zawadi ya kwanza unayompa, lakini zawadi kubwa ni kumpa malezi yatakayomjenga kuwa mtu mwaminifu, jasiri, mwenye huruma na anayemcha Mungu. Ikiwa umependa moja ya majina tuliyoyashiriki leo, tuandikie kwenye sehemu ya maoni ni lipi limegusa moyo wako na kwa nini. Pia kama una jina jingine zuri la kiume linaloanza na herufi I, usisite kulishirikisha ili wote tujifunze pamoja. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye Moyo wa Malezi ili uendelee kupata elimu bora kuhusu malezi ya watoto, afya, maadili na majina mazuri yenye maana nzuri. Kumbuka, tunapowalea watoto vizuri leo, tunajenga viongozi bora wa kesho. Asante sana kwa kutazama. Mungu akubariki wewe na familia yako. Tutaonana tena kwenye video ijayo. Asante.